Saizi na of course ni mmoja wa wasanii ambao wamekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Si mtu wa scandal, si mtu wa mambo mengi, yeye ni kazi iongee. So unajua kuna vingi tutakuwa tunakuja kujua kutoka kwake. Of course generation ya back in the days na saizi, na amewezaje pia kumaintain, kwa sababu naamini kuna wengi ambao walianza nao kina Kunguru kina nani, saizi hatupati hatuoni kwenye industry tena, yani hawako kwenye muziki tena, wanafanya flex. Of course flex pia by the way. Yeah, so ni story nyingi itakuwa tunapiga na yeye. Yani leo itakuwa ni somo hata kwetu. Yes. Yani leo tutakuwa tunampatia yeye nafasi atufundishe, atuambie jamani, atukumbushe pia baadhi ya industry ilikuwaje back then na saizi mambo yakoje, kwa sababu yupo na album ambayo atakuwa anaangusha hivi karibuni, itakuwa ni next month, right? Yes. Yeah, so inabidi na stick kwenye show. Oya, inakuwaje bwana? This is Connect and this how we do. Ikiwa siku ya Thursday kama kawaida na kurudisha back in the days. Leo zitalia sana za kitambo, kwa hivyo kama mkawa kula sikiza. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda muziki wa back in the days kidogo, basi leo ndo siku yetu, kwa sababu mimi pia ndo siku ambayo waga na yes. Of course, siku zote waga ni siku muhimu, lakini ya leo Thursday kidogo waga inaletaga memories. Now, nataka tupige story, lakini moja ya vitu ambavyo nataka tukumbushane, na unaambiwa siku zote internet never forgets. Nimemwona dada yetu pale Gabriela Sharili yule, yes, ni kama amempoteza babake. Pole sana kwake, of course familia na marafiki ambao ameweza kumpoteza mpendwa wao, na so ameweza alikuwa ana plead na mafans wake, of course waweze kufanya nini, waweze kumsupport katika hali ya kumwaga ama kumsindikiza mzee wetu. Now watu wameibuka pale nakwambia kama kuna watu usio wachezea ni wa Kenya, kwa sababu watu wamekuja pale vile na wakawa nakwambia, si wewe juzi tu ndio unasema sijui broke girls, sijui your broke girl unahitaji 2K nini, akasema ni yeye mwenyewe pia nakumbuka alikuwa anaweka kwenye mtandao pale the amount ambayo ana make in a month na vitu kama hivyo. So moja ya vitu ambavyo unaweza sema ni watu wakuwe makini sana vitu ambavyo wanapost kwenye mtandao pale, kwa sababu wanaopokea ni watu wanaopokea kile ambacho wanakipokea pale ni watu tofauti, lakini pia vile hawasahau. Kwa hivyo kuwa makini sana. Now, nataka tukirudi tukija kupokea simu, kabla tusalimiane na watu, nataka pia watu washare na sisi. Ni vitu gani hivi ambavyo kila kukicha unasema jamani, yani nikiweza kuacha hiki nitatoboa, nikiweza kuacha hiki nitafanikiwa? Ni tabia gani? Wenda kama labda ni tabia, ni vitu ambavyo unavifanya, ni vitu gani? Wewe kwa mfano, mimi kwangu, acha nikupatie mfano ujue kile ambacho naongelea. Moja wapo ya vitu ambavyo nimekuwa nikipambana navyo sana ilikuwa ni sherehe. Yes, sherehe ni baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nasema natamani viondokee, labda nitatoboa. Na so far siwezi kudanganya. Unajua kutoboa, kuna kutoboa kwingi. Kuna kutoboa hata lifestyle yako, jinsi unavyokaa na watu wako. So iko ni kitu ambacho nimekuwa nikipigana nacho. Nimekuwa nikipigana nacho kwa muda mrefu sana, nashukuru Mungu mpaka hapa naweza sema nimetoboa 90%, kwa sababu mimi sherehe siku hizi siko. So ni nafujue ukisema 100% nitakuwa nadanganya, kwa sababu ni kitu ambacho unapambana nacho kila siku, kila kicha unajipatia nguvu, unasema acha nibaki kwenye mstari. Wewe hapo ulipo, tukirudi utakuja kutuambia jamani, ni kitu gani hiki ambacho unapambana nacho, kitu gani unasema jamani, nikiweza kukiacha hiki mambo yangu yatakuwa sana, nitatoboa. Wewe ni kitu gani? Mimi sherehe unasema hata bila kuambiwa hata jumla ya muulizo, kwa sababu najua hivyo ni vita, na ni vita vigumu, mtu asikudanganye. Kweli kuna mtu atakwambia labda mimi ni mademu, kuna mtu atakwambia mimi Mazee Kilimo na pepo wa mademu, yani kila kicha nataka niwe na huyu, nataka niwe na huyu, yani nikiweza kupunguza labda niwe tu na msichana mmoja nitatoboa. Kuna mtu atakwambia yeye ana shida sabla, hata si shida ya kutoa sana. Mtu anakuambia Kilimo Mazee mimi nimekuwa generous sana, yani hata mwenyewe mpaka najisahau. Kuna watu kuna shida hizo. Yes, kuna mtu unapata yeye amejisahau hata kujiangalia, yeye anataka tu atoe. Si shida mbaya, lakini mtu anakuambia jamani, ukipunguza hii kutoa sana, hata mwenyewe pia utajijenga. Je, ni shida gani ambayo uko nayo inakusumbua? Unasema jamani, nikiweza kupambana na hii, nikiweza kuepuka hili, nikiweza kumanage hii shida, ama hii ni changamoto, ni tutasema ni weakness. Yes, ukiweza kumanage weakness fulani utatoboa. Funguka pale vile kwenye 22277, nitakuwa napokea simu zenu. Hii story hii tu vibe, hii na vibe tu, ndio mwenyewe tufunguke. Nimekwambia ni vitu gani hivi ambavyo kila ukifikiria, kwa sababu unajua kuna kile kitu ambacho kinakusumbua, tunasema yani nikiweza kuacha hiki, nikiweza, yani unapata ni kitu ambacho
unatamani sana ukiache, na unasema jamani, nikiweza kuacha hiki basi nitapiga hatua katika maisha, basi nitaboresha labda ni maisha yangu na vitu kama hivyo. Mimi nimekuambia moja wapo ya vitu ambavyo nimekuwa nikipambana navyo sana, na nashukuru Mungu, ilikuwa ni sherehe. Yes, moja wapo ya vitu ambavyo yani nashukuru Mungu mpaka hapa nilipo, na nazidi kungangana, nazidi kuomba yani iweze kunitoka kabisa, sasa irudi huko tena. Lakini kuna wewe una kitu chako hapo, una kitu chako ambacho kinakusumbua, unasema jamani, nikiweza kuondokea hiki, nikiweza yani ni kitu gani hiki? Tupige story, sikia leo unasemaje. Radio Maisha, hello. Halo Radio Maisha. Semaje ndugu? Fresh kabisa, pata mambo hapa Kilemo. Huko namna gani? Mimi nashukuru Mungu anasaidia ndugu yangu. Kabisa, maeneo ya River Machakos County hapa ni jua inawaka kwa. Linapiga kupiga bwana. Waje nipite na wawili watatu Kilemo. Twende nao. Kuna mtu anaitwa Joshua Rwaka, kuna Felix Mauko, kuna mtu anaitwa Elon kutoka hapo Sango, kuna mwalimu Elite. Na wengine wote wakaenda na hii familia wa Nyanja pia na iweka ndani. Safi sana. All right. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Hello Kilemo. Nakusikia ndugu, vipi? Mambo vipi master? Mimi nashukuru, niko poa, wewe? Mimi niko poa kabisa. Huyu ni Ignatius Sondera kutoka Eldoret City. Unasemaje LD, kwema? Kwema kabisa. Sasa vitu zenye mimi nimekuwa nikipambana kuachana navyo sana ni sherehe. Sherehe unasema wewe pia imetawala? Sherehe imetawala mbaya sana. Kuongelea sherehe, unajua mimi nimekuwa mwana sherehe, so najua jamani, sente ikai, ikiingia hivi inaenda huko, ikiingia hivi umepanga, ikiingia nafanya hivi, noma kabisa. Yani wakati mwingine sherehe nilikuwa napiga mpaka yani fare ya kurudi nyumbani inakosekana kabisa. Kwa nini unaenda kuipigia wapi? Najua PLD kuna tamasha, kuna timba, so unasema wewe unapiga mpaka unafika mwisho? Mpaka unafika mwisho hivi, naangalia hata nauli ya kurudi nyumbani hakuna kabisa. Unaanza hata kujichukia. Radio Maisha, hello. Master. Aje my brother Chokora. Mambo vipi? Mimi nashukuru, niko poa bro, kwema? Kwema kabisa. Hii namba kidogo imekuwa ngumu kuingia siku hizi. Nadhani watu ni wengi pia. Unapiga mpaka. Alafu kama kawaida Chokora Makueni. Yes sir. Nikiwakilisha Makueni County. Sasa master, mimi ni upande wangu sasa, mimi huwa niko na kashida kamoja. Shida gani mwanangu? Share na sisi jamani. Unajua sasa unajua mtu kukua stingy. Yaani sasa mimi nimekuwa stingy mpaka najinyima mimi mwenyewe. Unasema wewe ni stingy mpaka kwa nafsi yako mwenyewe? Yaani master, yani mimi huwa naona kutumia pesa ni kama kuharibu. Sasa hata nikiwa na tao moja ndatafuta ile chakula bei rahisi kabisa, niende nikule pengine chapati 2, hiyo ni 30. Yani sijui shida ni gani, hii sasa nimekuwa stingy kabisa. So stingy unakufanya una save sana, ama pia hata uelewe pesa inaenda wapi? Unajua wewe uko stingy lakini pesa nayo pia hata ionekani. Master, unajua situation yenye sasa background ndio inanipush hivyo. Sina mtu wa kutegemea, ni mimi tu peke yangu. So nauliza, venye uko stingy hivyo una save? Account iko sawa, account haiko vibaya. Nzuri. Kama account iko poa, wewe endelea kusave, labda itakusaidia baadaye, ama vipi? Alafu master. Yes my brother. Niliona posta mwezi wa 10 tunashuka bondeni mwanangu, hapo Athi River, sehemu moja nzuri sana. Tuko mbele pamoja. Safi sana. Radio Maisha, hello. Lemo. Oi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Inakuaje bro, kwema? Nashukuru. Hivyo tunaongati hapa kutoka maeneo ya Eldoret City. Na kupata fiti, alafu usinibiga masela yangu wawili watatu hivi. Teke. Kuna mwanadada anaitwa Precious Wambo, kuna Duncan Lidodo, Brenda Mchelsea na Manu Original. Tuko mbele Kilimo. Safi. Bana, zidi kupiga story na sisi pale kwenye 222